ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، leo siku ya pili katika muhadhara wetu ambao tuliuanza siku ya jana, tukiwa ni wenye kuelezea tarjama au historia ya mwanachuoni maarufu ambaye anatambulika kwa jina al-Imam al-Mujaddid شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله jana asilimia kubwa katika sehemu ya muhadhara wetu tulielezea safari yake ya ilmu na namna alivyokuwa na morali katika kuitafuta ilmu, kusafiri sehemu mbalimbali katika sehemu ya ardhi kwa ajili ya talabi ilmu shar'i, kwa ajili ya kutafuta ilmu. Hii ni sehemu kubwa ya historia tuliyosoma jana. Kisha tuliposimamia katika siku ya jana ni baada ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala urudi kutoka masomoni, alipotia himma au nia ya kwenda kusoma sehemu za Sham, alipotia azma ya kwenda kusoma nchi ya Sham, kwa sababu kulikuwepo katika nchi ya Sham na ulama wanazuoni walio bobea zaidi katika ilmu ya hadith, ilmu ya fiqh. Baadaye safari ikamshinda kwa uzito wa hali iliyomsibu wakati ule, akapatwa na njaa, maana vyakula vilimuishia njiani, akapatwa na kiu kingi, akakaribia mwanachuoni huyu kuangamia akiwa katika njia. Na nyote mfahamu ikhwani sehemu zilivyokuwa na zilivyo sehemu hizi, na hasa wakati huo masafa yalikuwa ni marefu, miji ilikuwa bado haijafunguka, lakini kadhalika jua lilikuwa kali na hali ilikuwa ni ngumu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaghiari safari ya kwenda Sham, فرجع إلى البصرة إلى العراق، akarudi katika nchi ya Iraq kule alipokuwa ametokea, akakaa kwa muda mdogo. thumma rajaa ila Najd,
kisha akarudi katika mji wake, mji aliosomea au aliozaliwa poleni, na kuanza msingi wa ilmu yake ya mwanzo. Baada ya kubeba sehemu kubwa ya ilmu na baada ya kukusanya sehemu kubwa ya vitabu, ukiongezea vile vitabu vilivyokuwa katika jamii na familia yake, wa inda ahli baladi, na vile vitabu vilivyokuwa kwa watu wake wa nyumbani na mji wake kiujumla. Sehemu tuliosimamia ikhwani fillah ni baada ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kufika katika mji wake wa Uyaina, akaona fawajada fihi min ash-sharr wash-shirki, akakuta kuna shari nyingi katika mji wa Uyaina, mji alipozaliwa, bali akaona mambo mengi ya ushirikina yaliyokuwa yanafanywa na watu wa mji wake. Tukasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akapatwa na ile ghaira ya dini, na akawaonea huruma Waislamu, akaona yeye hana wasaa wa kulinyamazia jambo hili au kunyamazia shari alizoziona na ushirikina ambao uliokuwepo katika mji ule. Kadhalika ikhwan, tukaelezea hali za wanazuoni waliokuwa katika nchi au mji wa Uyaina, hali zao katika da'wa zao, namna walivyokuwa wakilingania wale wanazuoni waliokuwa katika mji wa Uyaina, mji aliozaliwa mwanachuoni huyu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tukasema ulama au wanazuoni na walinganizi kiujumla katika mji wa Uyaina walikuwa wakitilia umuhimu ilmu ya nini? Ilmu al-fiqh. Walikuwa wao hawaoni umuhimu wa kufundisha aqida, somo la tauhid, somo ambalo nani limebeba kumuelezea Allah subhanahu wa ta'ala na namna muislamu atakiwa kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wao katika mambo walioyatilia umuhimu ni masala ya fiqh pekee yake, bali wanazuoni wenyewe akida zao walikuwa wana akida za pote miongoni mwa mapote mapotofu, Ash'ari. Moja katika miongoni mwa mapote mapotofu ni pote linaloitwa Ash'ari. Kwa hiyo wanazuoni katika mji wa Najdi ay Uyaina wengi walikuwa katika mrengo wa Ash'ari. Tumeona jamani, hawakuwa na imani madhubuti waliokuwa nayo salaf as-salih, as-salafuna as-salih, yani hawakuwa na imani sawia waliokuwa nayo as-sahaba ridwanullahi alayhim, hasa katika mambo na akida, mambo na iman. Maradhi haya ya kutotilia umuhimu tauhid na akida kiujumla kwa ulama wakati huu hayakuwa katika mji wa Uyaina peke yake, lakini pia katika mji wa Sham ambako Sheikh Muhammad alikuwa anaenda kusoma akashindwa kufika, lakini hilo likawa liko katika mji wa Misri ambako Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipoenda kusomea Basra na sehemu mbalimbali katika sehemu za ardhi. Ulama walikuwa hawatilii umuhimu suala la aqida bimaana tauhid. وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة. عقيدة ambayo ilikuwa imeenea zaidi na kuzagaa katika miji ni aqida ya kundi la Ash'ari, ma'a ma 'inda kathir minhum min al-ikhlal bi tauhid al-uluhiyyah, pamoja na kwamba watu wengi walikuwa na mapungufu katika tauhid, hasa tauhid ya ibada. Yani watu walikuwa na mapungufu katika suala la kumpokesha Allah azza wa jalla. Tutaelezea mapungufu haya yalikuwa katika mambo gani.
shirki zilikuwa zimezagaa, watu wanamshirikisha Allah azza wa jalla, watu wameacha kumpwekesha Allah katika ibada. Sheikh Muhammad amerudi kutoka masomoni, ameyakuta haya yameenea katika mji wake, shari ni nyingi. Ama aqidatu salaf, ama ile imani sawa ya wale wema waliotangulia, faqalla man yu'na biha, walikuwa ni wachache ambao walikuwa wakitilia umuhimu wa akida hiyo. Watu wengi walikuwa haoni umuhimu wa kufanya nini, wa kusoma tauhid na kuisomea akida sahihi ya Uislamu. Na wengi ikhwani fillah wakavuka mipaka kwa mambo mengi, wengi wakawa wamezama katika bid'a, kufanya mambo ambayo hayakuamrishwa katika sheria, wakazua kukawa uzushi ni kitu cha kawaida katika mji wa Uyaina. Hii ndiyo hali ya Waislamu wakati huo. Shirki imezagaa, lakini bid'a nazo pia zimefanya nini, zimezagaa ni nyingi. Khurafat washirki fi al-ibada al-mutamathila au al-mutamathilu bi ibadati al-qubur, bali kukawa vile vile katika ushirikina watu wanaabudu makaburi. Watu waenda kwenye makaburi, waomba huko makaburini, wakitaka misaada, wakitaka wasaidiwe, wakitaka waokolewe makaburini. Hali ya Uyaina ndivyo ilivyokuwa, bali hali hii ilikuwa imeenea sehemu nyingi, Misri, Sham. Lakini hali inayostaajabisha, ulama walikuwepo, wanazuoni walikuwepo, kama ilivyo hali leo ikhwani fillah katika miji yetu hii. Shirki ni nyingi, bid'a ni nyingi, lakini wanazuoni au mashekhe au walinganizi wengi hawaja concentrate kuongelea mambo haya mawili. Tumeelewana jamani? Miji yetu, na wapeni siri hii kabla sijaenda mbele. Ukiona shekhe yuwafagiliwa katika miji yetu hii, watu wanamsupport 90%, huyu shekhe haongei tauhid, haongei bid'a. Tumeelewana jamani? Huyu enda na vile watu wanavyotaka, kwa sababu maradhi ya umma leo ni haya mambo mawili. Ukitaka umma ukupige vita, ingilia mambo haya mawili. Ongea nini? Shirki, na ongea nini? Bid'a. Yule hatufai. Fahamia bana. Lakini wewe ukiacha kuongelea ushirikina, kila mmoja atakusupport. Kila mmoja utasikia bana yule shekhe bana ana hikma. Hikma ni kuwa uongei maradhi yao, uyagusa pale anapotakiwa, ngoja uyagusa. Utakuwa huna hikma, huna ilmu, yote utaondolewa. Sasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amekuja kwenye jamii iliyo na mtizamo huu ambao nimewaelezea. Shirki ni nyingi, lakini pia nini, bid'a, khurafat nyingi, watu waabudu makaburi. Hadha min nahiyati al-ilmiyya, huu ni upande wa elimu. Sasa hali ni hii. Lakini sasa wa amma min nahiyati siyasiyya, tukija kwenye siasa ya kinchi, sasa nchi ilikuwa vipi, mali na ilmu na hali za ibada za Waislamu walizokuwa nazo. Tukija kwenye siasa ya kiujumla, fakanu mutafarriqin, watu walikuwa wamefarikiana. Laysa lahum dawla, kulikuwa hakuna serikali moja inayowakusanya watu, bal kanu qarya, ilikuwa ni mji, laha amirun mustaqillun biha, ilikuwa kila mji una kiongozi wake. Tujalie Mombasa county kuna president, tena naona Mombasa county ni kubwa zaidi, fahamiana, tuseme kama vile sub county au location, kuna amir, president. Kama Likoni ala sabil mithal, kuna president wake. Ukienda Kwale kuna president, ukienda Lungalunga kuna president. Hivi ndivyo hali upande wa siasa ilikuwa hivyo. Tuelewana jamani? Ilikuwa nchi si moja, kila kitongoji kilikuwa na nani, kiongozi wake anayetawala katika mji huo. Tukianza Uyaina, kulikuwa kuna hakim, kiongozi. Kulikuwa na mji mwingine jirani wa Uyaina unaoitwa Ad-Dir'iyya. Majina pia tuyadhibiti kwa sababu yana maelezo mengi kulingana na da'wa ya nani, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab.
mji mwingine unaitwa Ad-Dir'iyya, na huu mji nao kulikuwa kuna nani kiongozi wake. Riyadh kulikuwa kuna kiongozi wake, na Riyadh iko nchi gani? Saudia, sio? Kwa maana hii habari tunaongelea ni nchi ya Saudia, ilikuwa ni imetawanyika, si nchi moja. Riyadh ilikuwa na kiongozi wake, wa kullu qaryatin saghiratin fiha hakim, kila mji ule mdogo ulikuwa na kiongozi wake. وكانت بينهم حروب وسلب والنهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. ikawa kuna vita sawa jamani, na ikawa kuna ile hali ya watu kuvamiana na kuibiana kwa mabavu baina ya mji, wale watu walio mjini na watu walio vijijini. Ikawa mji huu wavamia mji ule, mji ule wavamia mji ule. Nadhani hii muona baadhi ya sehemu katika nchi ya Kenya, si West Pokot huko utasikia si kuna tribe fulani imevamia tribe nyingine inakwenda kuiba ng'ombe. Sasa hali ilikuwa ni hivyo, watu wavamiana, mwenye nguvu mpishi kwa lugha ya leo. Jamii hii inaenda jamii ile kwenye mji ule, waiba wakikimbia, kwa sababu hakuna kiongozi mmoja aliyewakusanya watu wote katika nini, nchi moja. Huu ni upande wa nini, siasa. Upande wa ilmu ilikuwa vipi hali yake? Bid'a zimekithiri, khurafat, shirki, siasa. كانت البلاد في قلق وتفرق، miji ilikuwa imesambaratika sawa jamani. وفي تناحر وضياع حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. ikaenda ikhwani fillah, watu wanapigana na kuibiana mpaka watu wa mji mmoja wakawa wanauana wao kwa wao, kwa sababu kulikuwa hakuna dola moja ya kuwakusanya. Nadhani tuelewana mashaikh, hali ya siasa ilikuwa ni hivyo. Lakini katika miji mingi ya Najdi ilikuwa watu wakiabudu makaburi kwa asilimia kubwa, ibadatul qubur wal istighathatu bil amwat, watu kuna kutaka kuokolewa na maiti. kulikuwa na kaburi la sahaba Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikufa pamoja na baadhi ya masahaba katika vita ambavyo masahaba walipigana na bwana mmoja aitwaye Musailimatul Kadhab. Kama itakuwa sijakosea vinaitwa Ghazwatu Yarmouk. Abu Bakar alipokufa Mtume alayhi salatu wassalam aliongoza jeshi chini ya kiongozi Osama bin Zaid radiyallahu anhu, wakaenda vitani. Jeshi hili lilikuwa limeandaliwa na nani? Na Mtume alayhi salam, lakini Mtume akafa kabla ya jeshi kwenda vitani. Wakapigana na bwana mmoja aitwaye Musailimatul Kadhab. Bwana alidai utume kabla ya kufa Mtume na baada ya kufa Mtume alayhi salam, alidai yeye kwamba ni mtume. Musailima muongo akadai nini? Utume. Sasa katika vita hivyo walipopigana masahaba, kulikufa sahaba mmoja aitwaye Zaid ibn al-Khattab, ambaye ni ndugu yake nani huyu? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alikufa katika vita hivi, watu wakiwa wanapigana na Musailimatul Kadhab. Kwa hiyo watu ikhwani fillah walikuwa wakienda pale wakifanya istighatha, wakitaka kuokolewa, wakitaka msaada. Na katika kaburi la huyu sahaba Zaid kulikuwa na kitu kinachoitwa qubba. Qubba ni kama vile itikijimeza mnachokiona hapa chini kaburi, alafu juu kimejengewa. Nadhani mshaona makaburi haya. Kama mshaona makaburi haya, kaburi lakini juu limejengewa kama kijumba hivi, kinaitwa qubba. Watu walikuwa wakija kutoka sehemu mbalimbali, watu kutoka mbali kabisa. Wa hiya mashhuratun indahu, ilikuwa ni kaburi maarufu, kaburi la Zaid ibn al-Khattab. Watu wanakuja kuomba katika kaburi hili.
lakini kulikuwa na makaburi mengine mbali na hili la Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mbali na hilo kulikuwa na makaburi mengine. Atilia makaburi watu walikuwa kiomba, kulikuwa na miti kama vile mitende, yaatakiduna fi, watu walikuwa wakiitakidi katika mitende hiyo. Na watu wakitaka kwenda kuomba baraka wakichukua baraka kupitia miti hiyo, wakisema ni miti ya baraka. Wameona? Kwa hiyo wao walikuwa wanaitakidi itikadi fulani katika mitende maalum. Mfano wa masufi, watu wa bid'a hawa, watu wakienda katika mtende ule waomba baraka, watu waenda kwenye mtende ule waomba mvua, watu waenda kwenye mtende ule waomba watoto. Mtende ajabu ulikuwa mtende ule kuna sheitani anaongea na watu. Unaenda unaelezea shida yako, yule sheitani yuongea. Sasa watu wakidhania ni nini? Ni mtende waongea, kumbe ni sheitani yuko pale anaongea na watu. Kwa hiyo ukija pale ukielezea shida zako, yule sheitani yukujibu. Watu kwa hiyo walikuwa wakiabudu makaburi na nini? Na mitende. Lakini bado akida yao ilikuwa ni akida ya wahdatul wujud. Akida ya wahdatul wujud ni gani? Kuamini Allah azza wa jalla yuko kila mahali. Hii itikadi mpaka leo ipo, sio? Leo kuna watu wengi ukiuliza Allah yuko wapi, atakwambia yuko wapi? Kwa kila mahali. Si itikadi sahihi. Allah yuko wapi shekhi wangu? Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Kwa hiyo watu walikuwa wana itikadi hiyo katika miji ya Riyadh, kadhalika katika sehemu za Kharaj, mipaka huko na Yemen. Hii ndiyo iliyokuwa hali ya dini kwa watu wa Uyaina, na hii ndiyo iliyokuwa hali ya siasa kwa watu wa Uyaina na miji mingine. Lakini jambo la kustajabisha ndugu zanguni, wal ulama sakituna an hadha alwada, wanazuoni walikuwa wamenyamaza. Ulama wanaendelea na mambo yao, watu wafanye shirki na wao wamenyamazia yale mambo. Bal inna ba'd alulama, bali walikuwa baadhi ya wanazuoni katika miji hiyo hiyo yushajji'una ala hadhihi alkhurafat, walikuwa wakishajisha watu kufanya haya mambo ya bid'a, wayuayidunaha, na kuyapa nguvu kabisa. Endeleeni bana. Kwa watu walikuwa wakipata nguvu kwa kupitia baadhi ya wanazuoni. Na hivi ndivyo ilivyo ikhwan, kunapopatikaniwa ulama usu, mashekhe waovu ambao wanaoamiliana na watu katika batili zao, wakawapa support, hawa inakuwa ni sababu kubwa ya munkar na batil kuzidi kukita mizizi katika ardhi. Kama mfano leo watu wafanye mambo ya kimila katika ibada mbalimbali, kama vile ndoa zetu, kama vile mazishi, alafu ukute kuna shekhe yuko pale. Yule shekhe awe amenyamaza, na yeye shejita shekhe wasemaje kuhusu hili bana, kuna tatizo bana, endeleeni. Kupitia yule shekhe yofanya ile mambo kuwa zaidi watu wanaamini, kwa sababu watu wanamwamini, ni msomi yule. Kwa kule kunyamaza kwake ni kuashiria kwamba yeye ameliwafiki na dini pia inafanya inakubaliana nalo. Kwa anapokuja mtu kinyume na huyu, anakuwa na hali ngumu sana, kwa sababu kumepita watu ambao waliowasupport watu wengine katika batili zao. Hali hii ndiyo hali kwa kweli tupitia nayo katika miji yetu. Ushhidu billah, hili ni jambo lifichiki. Wako baadhi ya maduati, sio ulama, walinganizi ambao yashajji'una an-nas, wakishajisha watu ala hadhihi al-khurafat, katika mambo ya bid'a. Na wengine wajiita ahli sunna, na wengine wakitazamiwa ni watu wa sunna, watu wanafanya munkarat mbele zao, na bali wao wakiwa support katika batili zile, wayuayidunaha. Na hii hali ndivyo ilivyokuwa katika zama za nani? Sheikh Muhammad bin Abdullah. Sasa yeye amefika masomoni, ashamaliza, wamefikia kiwango kikubwa cha ilmu,
alichokisoma amefika jamii ndio hii tunayoongelea hapa. Tumeona jamani, kwa hiyo yuko katika hali ngumu katika da'wa yake. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipoona hali ya jamii yake ndio hii, hakunyamaza. Baada ya kurudi sasa hakusema sasa watu matatizo yote haya nianze wapi mmalize wapi. Falamma raa hala almuslimin, alipoona hali ya waislamu ni hii, taharraka lid'awati ila Allah, hapo akaanza kuwalingania watu. وقام يدعو إلى الله، أكان لنغني واتك الله، ويدرس التوحيد، أكانك وفندش وات التوحيد، وينكر هذه الشركيات، أكانك وفنغواته الشركين ولقوة سوفان والخرافات نها من يبدع، ويقرر منهج السلف الصالح. نعم. قبل حاجة مندوكة alizaliwa kwenye wazazi ndio sawa kabisa, na nia yake ile kuondoka pale mbele aliona kuna kasoro ndio mkatafuta elimu alafu mrudi, ama alitoka twende akatafuta elimu? Alitoka ili azidishe ilmu, ili azidishe zaidi ilmu, kwa sababu tulisema nyuma kwamba anayesoma hachoki wala hashiji. Waliona kulingana na hali ya hawa walimu wangu, amam zangu, baba zangu, kwa asilimia kubwa nimefaidika na wao, wacha sasa badilishe hewa. Hakuondoka kwa sababu ya hivyo, wacha niende nikafanya nikazidishe ilmu. Kama mtu leo asome hapa atuambie bani jamani nda Saudia nini, haendi kwa sababu anakimbia jamii yake, aenda ili azidishe ilmu. Kwa sababu ukitaka wewe kuwafaidi watu na kuwalingania watu ala hujjatin wa basira au ala hujja, yani kwa hoja, lazima ujipambe. Kwa nini? Kwa ilmu. Kwa sababu hao watu wa batil nao pia wana hoja zao. Nyingine ni hoja ambazo ni za kukingana, nyingine ni hoja ambazo ndani zina shubuhat. Hasil wallahu a'lam. Sheikh Muhammad alienda kwa sababu hii kuzidisha nini? Ndio maana alipoenda Madina, akaondoka Madina, hakukaa sana, akaenda wapi? Ahsa. Alipokaa Ahsa akasoma, alipoona kwamba sehemu kubwa ya ilmu washaidhibiti, akaenda Iraq, sio? Kwa hiyo akawa yeye kazi yake ni kuzunguka kutafuta ilmu, kwa hakuondoka kwa sababu ya hali hii ya jamii yake. Lakini sasa amerudi, ameona sasa watu wako kwenye hali hii, mashehe wako, ulama wapo, kila mmoja na jambo lake. Kama wakati wetu mji walikuwa alhamdulillah wasomi ni wengi, lakini utakuwaona wasomi wafaidi ni na feri asubuhi na jioni. Ameona bwana, utawaona wengi tu hapo asubuhi shekhe wapigania feri kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Na nikisema hivi si haramu, lakini namaanisha wengi wameghafilika na miji yao. Tumeona wengi wamesahau miji yao, kwa sababu wao wamesoma ili kuwatoa watu wao katika ujinga. Sasa wewe na kwingine, lakini mji wako hapa asa uliozaliwa umeusahau kabisa, hilo tatizo. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaanza kuwapinga na ule ushirikina wao kwa hujja, lakini kwa ilmu na hikma, kwamba jamani hii ni shirki, hii ni bid'a. Akaanza kuwafundisha watu manhaji salafu salih, namna walivyokuwa wema waliotutangulia katika tauhid, katika ibada. Akawajenga wanafunzi katika mji, au wanafunzi akiwa ndani ya mji wake wa Uyaina, wakaanza kumjia yeye baadhi ya wanafunzi kutoka mji kama vile Dir'iyya, kama vile Uyaina, mimman arada Allahu lahu alkhair, katika wanafunzi ambao wanaopendelea khairi nafsi zao. Naomba nirudie tena hapa, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alipoanza da'wa, alipoanza kulingania mji wake wa Uyaina, walimjia wanafunzi kutoka miji mbalimbali kama vile mji wa Ad-Dir'iyya, na wanafunzi ambao walikuwa wanaishi katika mji wake wa Uyaina. Tumeona jamani, tunawaambieni dhibitini haya majina. Dir'iyya ni mji jirani wa Uyaina. Wakaanza kuja wanafunzi kusoma kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo da'wa ikaanza kutanuka,
Na hapa tunapata faida nyingine kubwa. Ukitaka kujenga umma, ukitaka kuijenga jamii katika khair, anza na watu gani? Wanafunzi. Watu wengi lao wangejua tulabul ilm, hawa vijana hawa ndio watu wanaojenga jamii. Kwa hiyo takiwa maduat, mashekhe, ulama zaidi wajenge jamii ya wanafunzi, kwa sababu wale watawapa ilmu zao. Kuna tofauti baina mtu ami na mtu talibul ilm, mwanafunzi na mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida atakusikiliza aondoke, kuna yale atakayokuelewa atayafuata, mengine lakini mwanafunzi ni yule ambaye anayekaa kwako, yufaidi kwako, yuchukua tabia zako, sira yako, akhlaqi yako, ilmu yako. Huyu ndio anayepaliliwa ilmu. Kitu alikifanya Muhammad Abdul Wahhab ni kuwakusanya tulabul ilm, wanafunzi, akaanza kuwafundisha tauhid. Dawa ilipokuwa inaendelea sasa, thumma innahu ittasala biamir al-Uyayna. Usiangalieni hapa, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaona kwa nini mimi mfanye da'wa tu msikitini na wanafunzi, akaanza kutafuta mawasiliano na kiongozi wa Uyayna ambaye ni amir. Tumeona jamani, waarada alayhi ad-da'wa, akaanza kumfanyia da'wa, kwa sababu jamii ambayo yeye aiongoza imejaa nini? Shirki. Sasa kwa lugha nyingine akataka kupiga ndege 10 kwa jiwe moja. Wacha huyu amir nimfanyie da'wa huyu, akiongoka huyu, hawa watu wote wa chini hawa wataacha shirki. Hapa ndipo tuione da'wa salafia inavyotuelekeza katika ta'atul umara. Hasan al-Basri rahimahullah anasema, lau ningekuwa na dua mustajab, ningekuwa na dua inayoitikiwa moja pekee yake, ningemwombea amir, kiongozi wa nchi. Kwa sababu anapoongoka kiongozi, umeongoka jamii nzima. Na watu wanapomlaani kiongozi, ndivyo kadri jamii inazidi kufanya nini? Kuwa ovu. Wao wanaposema fulani la'natullah alayhi, wao mtoka na president wa mlaani, Allah muongozi amuangamize. Sasa Allah akimlaani ni mtasalimika, na ndio yuaongoza. Anayeongoza ni yule aliyelaaniwa. Badala nyinyi mumuombee islah, awe mwema, awe mtu ambaye anathamini justice, ni mumuombee laana. Sasa yeye mwenyewe muovu, alafu mumuombee awe muovu zaidi. Hapa ndivyo watu wengi hawaelewi. Sasa Sheikh Muhammad akaona aanze da'wa kwa kiongozi wa Uyayna, waarada alayhi ad-da'wa, akaanza kumfanyia da'wa pole pole, da'watu tauhid, tauhid ni hivi, akamlingania. Faqabila minhu al-amir, kiongozi akaona kweli bwana fanya kitu cha maana sana, akaanza kumpenda Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, mpaka ikafikia mahali akaikubali da'wa ya Muhammad ibn Abdul Wahhab aliyokuwa akilingania katika mji wa Uyayna. Tuko pamoja mashaka? Kiongozi wa Uyayna akaikubali ile da'wa, ووعده بالمناصرة في أول الأمر. mwanzo wa jambo akamkubalia kiongozi, akamwambia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, fanya da'wa utakavyo, mimi nitakupa nini? Nusra, nitakuhami kama kiongozi. Sheikh Muhammad akapata nguvu kupitia amir. Tumeona jamani, hii ni golden chance ya kwanza aliyoipata katika da'wa yake. Kwa hiyo da'wa ikaanza kutanuka, kwa sababu kiongozi ashairidhia ile da'wa. Kwa hiyo hapa tunafundishwa jambo gani? Hata viongozi pia wanahitajia wafanywe nini? Da'wa. Kabla hujamlaani yule amir, yule kiongozi, je, umemfanyia da'wa? Je, walau umemwandikia barua kama una uwezo wa kumfikiria? Mzee wa mtaa mwenyewe hujamfanyia da'wa. Sikwambii governor, sikwambii MCA, mzee wa mtaa wa mtaani kwako peke yake. Sikiwa uende wakati kama una uwezo huo mfanyie da'wa, sio bana? Shekhe bana, zile neti zikija tufanyie uadilifu.
i'dilu huwa aqrabu littaqwa, badala kumlaani kufanya da'wa. Unajua sisi tatizo letu liko hapo, sisi huwa hatumnasihi mtu, sisi huwa tumuhujumu mtu moja kwa moja, na sisi ghaliban huwa tuko tayari, tuko kwa lugha nyingine tuko hona tusubiria mtu akosee. Si kama tuko kwa ajili ya kurekebisha jamii, tuko kwa ajili ya kuihujumu hii jamii, hasa yule anaitwa Amir. Kwa hiyo tuko pale tumwangalie akosee kidogo tumwanzie. Sasa alhasil Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaanza da'wa, akamlingania kiongozi fi awwal al-amr, mwanzo wa da'wa hii, mwanzoni. Hii nukta muelewe, mwanzo wa da'wa yake kiongozi akamkubalia. Nataka katika maandishi yako andika mwanzo wa jambo, kwa sababu mbele huenda atabadilika, Allahu a'lam, hatujui. Wahadama qubbatu Zaid ibn al-Khattab. Kwa hiyo da'wa ilipokubaliwa na kiongozi na akamwahidi atampa nusra, ajua alichokifanya Sheikh Muhammad, akaamuru lile kaburi lile lilokuwa likiabudiwa na Waislamu la yule sahaba Zaid ibn al-Khattab lile likavunjwa. Kiongozi amempa support, akusanya vijana akavunjeni ile kaburi, sababu lile ndio lafanya watu wamshirikishe Allah, ondoeni lile kaburi. Haithu talaba min al-amir, ili jambo aliomba amri kwa kiongozi, bana naomba mvunje kaburi fulani. Kiongozi akamwambia sawa, sasa shakubali da'wa, li'annahu la yumkinu an yuhdimaha illa man lahu sultan, sababu man lahu sultan, kwa sababu hawezi mtu kulivunja lile kaburi ila kwa yule aliyekuwa na nguvu ya ufalme. Mtu mmoja alikuwa hawezi. Kiongozi akamkubalia, kaburi likavunjwa. Sasa yuanza kuondoa shirki kwa mkono wake. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fabilisani. Kwa hiyo yeye ameanza na hadithi ya mtume, mwenye kuona munkar miongoni mwenu aizuie kwa mkono, hawezi kwa ulimi, hawezi aichukie, fa innahu adhafu al-iman. Masiku yalipozidi kwenda, akamjia mwanamke mmoja, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akajiliwa na mwanamke. Mwanamke huyu anakiri kwa Sheikh kwamba yeye amezini. Alichokuwa yataka kwa Sheikh ni nini? Wa talabat minhu an yuqima alaiha alhad, ataka Sheikh amsimamishie nini? Had. Mzinifu alioa yafaa afanywe nini? Apigwe mawe. Tumeelewana Sheikh? Mwanamke akaja mwenyewe kwa Sheikh. Basi dawa ishaanza kuenea, umma ushaanza kuelewa dini yasema hivi, kumbe ni hivi. Watu wakaanza kupatwa na imani baadhi yao. Huyu mwanamke akaja kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na tukio hili lishawahi kufanyika zama za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mwanamke alikuja kwa Mtume alayhi salam, ambia ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni, e Mtume wa Allah, nimezini, mimi nitahirisha, akijua kwamba mimi tahara yangu ni mawe mpaka ni uwawe. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akamrudisha kama alivyofanya Mtume kwa yule mwanamke. Yule mwanamke alikuja kwa Mtume alayhi salam baada salatu al-fajr, yuwalia ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni, tahirisha, nimezini ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza, je, una mimba? Akasema naam. Mtume akamrudisha aende akailee mimba mpaka azae. Alipozaa baada ya miezi 9, yule mwanamke hajasahau kama alizini, akarudi tena kwa Mtume alayhi salam, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhir, bado yatautahirishwa. Mtume akamwambia aende akamnyonyeshe miaka mingapi mtoto wake? 2. Baada ya miaka 2 amkuja na mtoto, amempa mkate, mtoto yuala, bi maana huyu anyonyi tena. Mtume alayhi salam akaamuru achukuliwe mwanamke yule, akapigwa mawe mpaka akafa. Mtume akawaambia masahaba, lau tauba ya mwanamke huyu ingegawanywa kwa watu wote wa Madina, ingewatosheleza na ingebaki, kwa namna Allah alivyomsamehe na alivyomridhia mwanamke huyu.
Kwa hiyo huyu mwanamke naye akaja kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akimtaka Sheikh rahimahullah an yuqima alaiha alhad, amsimamishie naye had vile vile. Faraddaha tume au Sheikh Muhammad akamrudisha hatta kararat alayhi talab. Mtume mwanzo kabla ya kumkubalia mwanamke yule, alipokuja baada salatu alfajr, masahaba walishtuka, mwanamke yuingia kwa haya, ya Rasulullah inni zanaitu fatahirni. Mtume akafanya kama hakumsikia. Je, huyu mwenda wazimu alichosema yeye au kuna kilevi anatumia? Akamjia mtume kule kule alipoelekea, ya Rasulullah inni zanaitu fatahirni. Mtume akajeuka huku yompima, je huyu alichokuja nacho ameamua? Paka mara 3 akamjia mtume huku tena, ya Rasulullah inni zanaitu fatahirni. Mtume akajua huyu yuko serious. Sheikh Muhammad akafanya hivyo hivyo, yule mwanamke akapigwa mawe. Zama za nani? Sheikh Muhammad bin Abdullah. Niseme kwa maana nyingine, balaa likaanza kwa sababu mwanamke amepigwa mawe. Sheikh amekuja juzi, kaburi lishafani shavunjwa. Sasa watu wa batil waona ubwana anapokwenda atatuletea balaa katika mji. Falamma balagha amirul ahsa, habari hizi zikamfikia amir wa ahsa kule aliposoma kule, kwamba bana huko Uyaina huko kuna bwana amvunja kaburi ambalo watu walikuwa wakiliabudu, alafu vile vile hapo hapo ampura mwanamke mawe akamuua. Shaftolewa bana, habari bana zikaenea. Ahsa si Madina, na Ahsa tumeelezea ni sehemu ambayo mtume nani Muhammad alikwenda kufanya nini. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikwenda kufanya nini? Alikwenda kasoma. Kwa habari zimefika katika mji wa Ahsa kwa kiongozi wa Ahsa. Tumeelezea ilikuwa miji imefarikiana, kila mji una nani kiongozi wake, lakini hii miji pamoja na kutofautiana kwake ilikuwa ikitegemeana. Kuna mji ambao uko chini kiuchumi na mwingine uko juu. Sasa mji wa Uyaina ulikuwa uko chini kiuchumi, ukitegemea mji wa Ahsa, kama vile nchi zetu hizi leo zinazoitwa third world, sijui developing countries. Tutegemea baadhi za nchi, sio? Na hili jambo halifichiki, zile nchi ambazo zimeendelea tayari. Kwa habari zikafika kwa kiongozi wa Ahsa. Fahamiana? Kiongozi wa Ahsa akaandika barua kwa kiongozi wa Uyaina. Kiongozi wa Uyaina ambako Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yafanya da'wa, ni mji wake. Unajua barua yasema nini? Sikizeni habari za barua. Kiongozi wa Ahsa yomwambia kiongozi wa Uyaina, imma an tatruda hadha almutawwa wa illa qata'tu anka almusaada. Mawili katika moja amua, ima umfukuze huyo muovu alikuja mji wako, au nikatize msaada. Vile hizi superpowers huwa ndio vitisho vyao, misaada ndio vitisho. Kiongozi aona balaa lishakuja hivi, mkubwa wangu zaidi katika zile nchi tunazozitegemea, moja ni Ahsa, zinatuletea misaada katika nchi yetu hii ya Uyaina, mji wetu wa Uyaina. Sasa kiongozi amempa option achague moja, tuache kuwaletea misaada au mumfukuze huyo muovu. Wana lugha inayotumika sio Sheikh, huyo muovu katika mji wa Uyaina, yani kwao. Kwa mtume alifukuzwa wapi? Mtume alifukuzwa kwao Makka. Pamoja basi hii ajenda ya kufukuzwa maduat ni jambo la kawaida, bali ni katika sunnatul anbiya. Mitume wote walifukuzwa kwao. Haki ghaliban ikhwan ni ghali kwa watu, na haki huwa siku zote haipendwi na watu wengi. Fajaa al-amiru ila al-sheikh,
Sasa Amir alipoona habari ni hizi akamjia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab وعرض عليه الامر, akamwambia sasa Sheikh, jambo ni hili, natumiwa barua mimi na kweli ninakuahidi nitakupa nusra, lakini na mimi ninaletewa vitisho bana vya msaada utakatwa na jamii yangu ndio hii bana. fa ana la aqdiru an uqawima haula, mimi siwezi bana kabisa kupambana na hawa. Kiongozi wa Uyaina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, habari hii ameletewa na kiongozi wake, na kwa maana hii amempa khiari ya kumuondoa bana. Mimi ninachoona, maadamu siwezi kupambana nao, Sheikh, ni uondoke, siachi uache da'wa, hama. Allahu akbar. Sheikh alipoona bana kiongozi amesimamia msimamo huu, akamtuliza kidogo, ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab bado akamfanyia da'wa kiongozi wake, akamwambia Sheikh bana, sikiliza, mtegemee Allah, riziki yatoka kwa nani? Allah. Achana na huyo kiongozi. Hichi tunachokifanya ni da'wa tauhid, ni da'wa ya mitume, na yeyote anayesimama kuinusuru da'wa hii naye Allah atasimama kumpa nusra. Kwa hiyo kiongozi akalinganiwa angalau arudi nyuma, kwa sababu ameingiwa na hofu, lakini amiri bado akaendelea na msimamo wake kwamba Sheikh aondoke katika mji wa Uyaina. Sheikh, kweli nakusikia, lakini bana mimi naomba uondoke, tuletea shida hapa. Kwa hiyo sasa solution Sheikh Muhammad Abdul Wahhab afaini aondoke. Sasa Amir asemwambia, fakharaja al-Sheikh min al-Uyayna. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akatoka katika mji wake alikozaliwa, hajatukana yoyote, haja mpora yoyote, haja mdhulumu yoyote, lakini kwa sababu yani da'wa. Na hapa kuna faida tunaopata situlabu ilmu. La tadhunnu anna hadhihi ad-da'wa mafrushatun bilwurud, sidhani da'wa hii imetandikiwa red carpet kwamba wewe ukija unsoma jamii itakukubalia. La hasha wakalla, soma utakaposoma, lakini jamii haiwezi kukupokelea moja kwa moja ukija na haki kwa wao. Na lao ingelikuwa jamii ingekupokelea, angeanzwa nani? Mtume alayhi salatu wasallam aliwajia watu wake na haki, tena akawalingania bil hikmati wal mau'izati hasana, kwa maneno mazuri, kwa hikma, lakini hivyo hivyo walimkana na wakamfukuza. Hamuijui habari ya Mtume alayhi salam kufukuzwa mji wa Makka? Aliwafanya nini Makuraishi? Aliwatukana, aliwadhulumu kwa sababu ya haki. Bas hilo tu. la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akakusanya virago vyake iwaondolewa katika mji aliozaliwa. Wewe zaondolewa msikitini, juu huyu Sheikh ameondolewa mji wake kabisa, na kiongozi amir kutoka juu. Fitna ndio hivyo ghaliban. Wakati qailula, muda ile wa qailula, watu wamepumzika, Sheikh yuenda wapi sasa? Wadhahaba ila ad-dir'iyya, sababu kuna tulabu ilmu walimjia wakati yule alipokuwa yafanya da'wa. Wanafunzi walitoka mji uitwao Dir'iyya, wakaja wakawa wanasoma kwake. Tumeona jamani, aliposimamishwa Sheikh kuendelea na da'wa yake, ikabidi sasa kikao kimeharibika. Wanafunzi waliokuwa wametoka nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali, wakawa wanarudi wapi? Makwao. Miongoni mwa hao ni wanafunzi wa mji uitwao Dir'iyya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونتوب إليه